Matendo ya Mitume sura ya 16, nitasoma kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Basi akafika Derbe na Listra, na hapo palikuwa mwanafunzi mmoja jina lake Timotheo, mwana wa mwanamke Myahudi aliyeamini, lakini babaye alikuwa Myunani. Okay? So maandiko yanazungumza juu ya Timotheo ambaye mama yake alikuwa ni Myahudi, lakini baba wa Timotheo alikuwa ni Myunani. Anasema hivi, mtu huyo alishuhudiwa vema na ndugu waliokaa Listra na Ikonio. Anasema kwenye ule mstari wa 3, Paulo akamtaka huyo afuatane naye, akamtwaa akamtahiri kwa ajili ya Wayahudi waliokuwako pande zile, kwa maana wote walijua ya kuwa babaye ni Myunani. Paulo akamtahiri Timotheo, ambaye Timotheo alikuwa ni mtoto wa Kiyunani, lakini ni mtoto ambaye kanisa kama kanisa limempenda. Wameona vitu anavyovifanya, wameona jinsi ambavyo anatenda vitu, namna ambavyo anafanya kazi, namna ambavyo anampenda Mungu, na kwa sababu hiyo wakamshuhudia vema. Okay? Na walipomshuhudia vema, huyo Timotheo akawa tayari kufuatana na Paulo, na Paulo akasema okay, tunafuatana mimi na wewe kwa ajili ya hii kazi, nitakutahiri ili kusudi kwamba huko tunakokwenda, sawa, watu wote wasipinge tulichokibeba. Do you get what I'm saying? Kwamba huko tunakokwenda watu wasipinge kile ambacho tumekibeba. Kwa maana nyingine ni kwamba Timotheo, ni kweli unampenda Yesu, lakini ushuhuda wako unajulikana ya kwamba ushuhuda wako wewe umezaliwa na baba ambaye ni Myunani. Na ukienda kufuatilia historia ya kanisa kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume kwa waliosoma, utagundua ya kwamba licha ya kwamba Yesu aliwaambia mtaanzia Yerusalemu, baadaye mtaenda Uyahudi yote, alafu mtaenda mpaka mwisho wa ulimwengu, bado kilikuwa ni kitu kigumu sana kwa Wayahudi kukubali ya kwamba Yesu au Mungu wa Waisrael ni Mungu wa mataifa yote. Kilikuwa kitu kigumu sana. So it was very tough kumconvince Myahudi kumwambia kwamba Yesu huyu ambaye ni mwana wa Mungu aliyezaliwa na Mariamu kwa kadiri ya unabii, Yesu huyo ana uwezo wa kuwasaidia watu wa mataifa. Haikuwa ni kitu kinachowezekana. Kwa watu ambao wamepata bahati ya kusoma labda historia ya Wayahudi ni watu fulani hivi ambao wanajichukulia very superior, kwamba yani wao ni noma, yani wako wenyewe, Mungu ni wa kwao. So vitu vingine vyovyote wao ndio the promised, wanajua ni watoto wa Mungu, like firstborns, lastborns ni wenyewe, like hakuna mtu mwingine yoyote. Na hiki kitu ni mindset ambayo walijengewa na Musa, na ni kitu ambacho ndio wamekulia hivyo, kwa sababu hata walipokuwa kama taifa waliondolewa kutoka kwenye nchi ya utumwa kwa kuona mataifa mengine yote Mungu anayaondoa. Kwa hiyo mataifa mengine yote walikuwa wanaita wasiotahiriwa. Kwa wakifika mahali wakakutana na taifa lolote lile, sijui wamesimama wanasema hawa ni Waamori, hawa ni Wafilisti, hawa sijui ni wa Misri, hawajali. Wanaona hawa wote wataangushwa na Mungu atawaua. So in their mindset hawakuwa wamefikia hatua ambayo wana uwezo wa kukubaliana na hiki kitu kwamba Yesu huyu tunayemwabudu au Yesu huyu ambaye tunamwamini ana uwezo wa kugusa pia na watu wa mataifa. Kwa utaona kilikuwa ni kitu kigumu sana sana sana. Na kwa kadiri ya vile ambavyo walikuwa wanafanya, kuna maeneo pia wao kama wao walikuwa na matabaka. Ni Wayahudi lakini wana matabaka. Ukisoma historia zao utaona kuna watu walikuwa ni Masadukayo, kuna watu walikuwa ni Mafarisayo, na kuna watu ambao walikuwa wanaitwa Wazelote. Now ukianza kufuatilia katika hayo makundi, wako ambao walikuwa wanaamini kuna ufufuko wa wafu, wako ambao walikuwa hawaamini kabisa habari za ufufuko wa wafu, wako ambao walikuwa wanaamini ya kwamba Yesu ana uwezo wa kuwa mwana wa Mungu, na wako ambao walikuwa wanaamini Yesu hawezi kuwa mwana wa Mungu kwa vigezo vifuatavyo. Moja, amezaliwa
mahali ambapo panaitwa Nazareti. Kenda kwenye maandiko yako anasema jambo zuri lawezaje kutoka Nazareti. They did not expect Mungu ana uwezo wa kuleta mfalme, mtu atakayewarudishia ufalme, utawala wao, akatokea kwenye eneo kama Nazareti. No, hapana. They did not expect that. So Wayahudi walikuwa wakiwaambia habari ya kwamba anayekuja hapa sasa hivi ni Masihi wa Mungu. Wanachokitarajia, wanataka mtu kama Elia au wanataka mtu fulani kama Musa, kwa sababu maandiko yanasema hivi, Musa aliwaambia Mungu atawaondokeshea nabii mwingine kama mimi, which means wamekaa na hiyo mindset kwamba atakaye kuja atakuwa na nguvu kuliko Musa. They did not expect ana uwezo wa kuja mtu ambaye kwanza baba yake ni fundi seremala, namna ambavyo amezaliwa ndio tunayajua maandiko, lakini hiki kitu ni kigumu. Kwa kuanzia wale ambao walikuwa hawamwamini Yesu na wanampinga kama Wayahudi, mpaka wale ambao walikuwa wanamwamini Yesu pia na ni wamekuwa wanafunzi wake, bado kulikuwa kuna matabaka na madaraja ambayo yalikuwa ni magumu sana kuyapenya. So kwa mara ya kwanza Mungu alipokuwa anazungumza na Petro mwenyewe alikataa kwenda kwa watu wa mataifa. Alikataa. Namna gani alikataa? Maandiko yanasema Kornelio aliona maono. Kornelio alikuwa ni mtu wa mataifa, hakuwa Myahudi, alikuwa ni mtu wa mataifa. So Kornelio alipotokewa na malaika akamwambia, tuma watu, nenda mahali fulani ambapo utakutana na mtu anaitwa Simoni na anaishi kwenye nyumba ya mtu ambaye anaitwa Simoni ambaye ni mtu wa namna hii na hii na hii. Kwa hiyo Kornelio akatuma watu kwa Petro. Petro wakati huo akaona maono wakati amelala, na alipolala alizimia. Of course ilikuwa ni mchana, na kwa wale wasomaji wa Biblia mtaelewa ya kwamba wakati huo Petro alikuwa amefunga, kwa sababu normally huwezi kuumwa njaa mpaka ukazimia. He was in fasting, he was in prayer. Alikuwa anaomba, na pengine alikuwa anaomba direction ili Mungu aweze kumsaidia kujua uelekeo upi sasa tunaenda. Mungu tusaidie, upi uelekeo tunaoelekea. Mungu akampa maono, akaona kitambaa kinashushwa. You know the story. Na walipoona kitambaa kinashushwa, hiki kitambaa kilikuja kina wanyama ambao wanyama hao sio wanyama ambao Musa aliruhusu taifa la Israeli wale. Kumbuka Petro ni Myahudi. Kwa alipoona haya maono akakataa, akasema mimi siwezi kula kwa sababu tangu maisha yangu yote akijawahi kuingia kilicho najisi katika kinywa changu. Naona akasikia sauti inamwambia ya kwamba kilichotakaswa na Mungu sikiite wewe najisi. Ili swala likatokea mara 3. Baada ya kutokea mara 3, kitu gani kilikuja kutokea? Kilipotokea kitu hiki mara 3 times, maandiko yanatuambia ya kwamba Petro hayo maono yakawa yameisha. Baada ya hayo maono kuwa yameisha, akasikia sasa watu wamekuja kumtafuta. So alikuja kuelewa hivi vitu baada ya kuwa hawa watu wamefika, na akakaa kama siku 2, akapatana nao, wakaenda moja kwa moja kwa nani? Kwa Kornelio kwa ajili ya hivyo vitu. Sasa Petro alipoenda kwa Kornelio na akarudi, utaona hiki kitu tunachokiongelea kiko kwenye Matendo ya Mitume sura ya 10. So ukipita Matendo ya Mitume sura ya 10 utaona hiki kitu. Ameenda kwa Kornelio, amefika kule, hakuwa amejiandaa kufanya chochote. Alifika pale akasema tu kwa hiyo huyo malaika aliyekutokea amesemaje? Malaika amesema ya kwamba nifike mahali wewe utaniambia cha kufanya. Basi Petro akafungua kinywa chake akaanza kuambia habari za Yesu. Kabla Petro hajamaliza mazungumzo, Roho Mtakatifu akashuka na akawabatiza hao watu wote waliokuwa kwenye nyumba yote, wakabatizwa pale kwa Roho Mtakatifu. Baada ya hapo wakaanza kunena kwa lugha. Petro akawabatiza, wakatoka. Petro alivyoondoka saa hiyo, aliondoka na watu. Yaani alipoondoka, siku alipoijiwa kwamba twende, kuna mtu wa mataifa anakuita, alichukua mashahidi, twendeni, ili kama kuna chochote kitakachotokea muelewe, mje kunisaidia. Nao kitu gani nataka kusema? Unaposoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16, utaona ya kwamba Timotheo kuwa na baba ambaye ni Myunani ni challenge kubwa sana, ambayo ilikuwa ina uwezo wa kuzuia injili yote ya Paulo isiende, kwa sababu aliyeambatana pamoja naye hajabeba ushuhuda wa kadiri ya vile ambavyo Wayahudi wangeweza kuipokea injili. Are we together?
like Timotheo, kwa sababu baba yake alikuwa ni Myunani, possibilities zilikuwa ni kubwa sana ya kwamba watu wasingeweza kupokea injili kwa sababu wanajua Wayunani hawatairiwi. So ili waweze kupokea injili, ilibidi Paulo amtairi Timotheo, ili kusudi kwamba kokote kule wanakoenda, wakati Wayahudi wanataka kupinga injili, Timotheo aweze kutolewa kwamba huyu anayewahubiri naye pia ni Myahudi kama nyie, kwa sababu mataifa tangu lienda mwanzo, ukienda kusoma kwenye kile kitabu cha Kutoka, sheria ambayo Mungu aliitoa ni kwamba kama kuna mtu wa mataifa anataka kuongozana pamoja na nyie, inabidi atairiwe kama nyie, afu atahesabiwa pamoja na nyie. Kwa kama kuna mtu wa mataifa yoyote, ili ahesabiwe kwenye agano pamoja na taifa la Israel, lazima atairiwe pia. Nao kitu gani nataka kusema? Tunaongelea kwa habari ya kutunza ushuhuda wa wokovu wako. Do you get what I'm saying? Kutunza ushuhuda wa wokovu wako. It saddens me, inanihuzunisha sana siku hizi kwamba kwa sehemu hata sisi tumekuwa ni sehemu ya watu ambao tumeuharibu sana wokovu, kuwafanya watu wafike mahali waone ni kama wokovu ni kitu fulani hivi simple. Yani ukiongelea kwa habari ya wokovu ni possibility, mbona linawezekana? Ni kitu fulani hivi ambacho kila mtu anakiweza, yani wanasema wokovu fulani hivi wa kisasa, like it is a possible way. Now, kwa sababu ya hiki kitu ambacho tumekifanya, kwa sababu ya haya mambo ambayo tumeyaruhusu kama kanisa, imefika hatua ukisema umeokoka, hakuna mtu yeyote ambaye anauhitaji msaada wako au anaona wewe una uwezo wa kuwa msaada. Ukisema mimi nimeokoka, it does not, haimtikisi mtu. Hauwezi kumsumbua mtu unapomwambia kwamba okay, mimi nimeokoka. Like kila mtu ameokoka. Na usishangae unamwambia mtu mimi nimeokoka, anasema hata mimi nimeokoka, nampenda Yesu, because ile maana halisi ya wokovu imepotea na tumeibadilisha kwa kila namna ambayo tumeitafuta, ili kusudi kwamba tufike sehemu tuweze kufanana na ulimwengu, ili tuweze kuwavuta watu. Now, maandiko yanasema hivi, Paulo wakati anahubiri anasema hivi, nilipokuja kuhubiri kwenu, sikuja kuhubiri kwa maneno ya kuwavutia kwamba na maneno mazuri. I brought my preachings, I brought the gospel with power. Sikuja kuhubiri injili kwa maneno, no. Hii injili ilikuja na nguvu pamoja na uweza, hayakuwa maneno matupu. So, kwa sababu hiyo, injili aliyoileta Petro haikuwa inaangalia intellect. Haikuwa inaangalia kwamba Petro anajua. Injili aliyoileta Paulo sio injili ambayo ilikuwa inaangalia kwamba okay, hawa watu wamesoma mpaka darasa gani, wanaongea Kiingereza kiasi gani au nini. No, that could not make sense. Sio kitu ambacho kilikuwa kina uwezo wa kumake sense. Kwa nini? Kwa sababu factor iliyokuwa ina uwezo wa kutofautisha kati ya walokole au Wakristo ni nguvu za Mungu, sio maneno. It wasn't about maneno. So ukiwapelekea watu maneno, they don't even care. Now, tunaona ya kwamba Yesu alipokamatwa akapelekwa mahali ambapo walikuwa wanataka wamweke mpaka asubuhi yake kwa ajili ya mateso, Petro alijitokeza, na alipojitokeza pasipo kusema chochote, ile tu kwa katikati yao, walimwangalia hivi na wakasema wewe pia ni mmoja wao. Why? Because kuna namna alikuwa na behave. Kuna namna Petro alikuwa na behave. Kuna namna Petro alikuwa anaonekana katika namna ambayo utake usitake utajua tu ya kwamba huyu pia alikuwa na Kristo. Leo hii tuna kanisa, and I'm telling you, I speak with love. You see, I speak with love. Mungu anapokuokoa, anakuokoa katika namna ambayo unatoka kwenye hali fulani ya mazoea ya vitu ambavyo wewe unavijua, unatoka kwenye tamaduni za kwenu na vitu vingi sana. You see, lakini unapotoka kwenye hizo tamaduni zako, the more unaingia kwenye jamii ya Kikristo, you see, you begin to become, unaanza kufanana na hawa watu. Naumia kwa sababu ya Ukristo wa kwanza, kwa sababu Ukristo wa kwanza jinsi ulivyokuwa, ukikutana na mtu aliyeokoka unamwamini. Hata kabla hajakuombea unaamini ya kwamba utapokea. Maandiko yanasema hivi, Yesu alipoenda kwa watu wa kwao, wengi hawakuamini. Hawakumwamini kwa sababu hawakumwamini, hakuweza kutenda mambo mengi kwao. Kwa nini hakuweza kutenda mambo mengi kwao?
The reason why Jesus could not do so much katika nchi ya watu wa kwao yeye mwenyewe ni kwa sababu walikuwa wanamjua huyu ni mtoto wa fundi seremala, atatuambia nini? So kitu ambacho nataka kusema ni kwamba kumbe kuna limitation kubwa sana ya watu kupokea pale ambapo wanajua hujabadilika na wewe ni yule yule. Do you get what I'm saying? There is a big possibility, kuna uwezekano mkubwa sana wa watu kutokupokea nguvu za Mungu zilizoko ndani yako, kipawa na uwezo ambao Mungu amewekeza ndani yako, kwa sababu watu wakikuangalia they don't seem to resonate with you. So unaenda mahali unasema mimi nimeokoka, kabla hata hujaanza kumshuhudia mtu tayari ameisha acha kuamini, haamini unachosema. Do you get what I'm saying? Zamani it was easier kwa mtu kusema mimi nimeokoka na nguvu za Mungu zikatembea. Kwa nini? Kwa sababu mtu akikuangalia anasema huyu ni mtumishi wa Mungu wa kweli, so moyo wake unakaa tayari kupokea. When you begin to speak, unapofungua kinywa chako ukasema Baba katika jina la Yesu, wanapiga magoti, anainua mikono juu na moyo wake unakuwa umejiandaa kupokea kutoka kwako. But today, the life that we are living, we have compromised. Tumeisha punguza hivi vitu kiasi ambacho tumefika hatua ukimwambia mtu mimi nimeokoka, as I said earlier, yani unamchanganya tu, anajua ni kama yani wewe uko CCM au Chadema. Like, oh okay, umeokoka, okay. Nice. You need to do vitu extra. Ni mpaka aone vitu gani sijui umefanya ndio aseme kwamba kumbe ameokoka kweli bwana. You see? So unakuta badala yake hata tunapoenda makanisani, oh my God, Roho Mtakatifu nisaidie. Hata tunapoenda makanisani tunatakiwa tuwashawishi watu na vitu vingi ili wabaki makanisani, kwa sababu maneno yetu tu kwamba tumeokoka hayatoshi. Kwa mtu akifika kanisani akakuta kanisa mama mchungaji ndio huyu, baba mchungaji ndio huyu, washarika ndio wanavaa hivi, wanaonekana hivi ndivyo wanavyoongea, hayuko tayari kupokea chochote. Kwa ili aweze kupokea inabidi muandae mziki mkubwa. That's why unakuta makanisa mengi siku hizi watu wanapigana kwanza kupata sound. Tupate sound nzuri, mziki kwanza, miziki ilie, ili kusudi kwamba miziki ikilia mizuri tunaweza kufeel kidogo uwepo wa Mungu. Ina maana mziki usipolia hakuna uwepo wa Mungu ambao mtu ana uwezo wa kuufeel. Hakuna mtu ambaye anaweza kusikia chochote kutoka kwa Mungu. Kwa sababu gani? Vitu anavyoviona na vitu ambavyo amevikuta hapo havimpi picha ya kwamba yuko kwenye eneo ambalo ni takatifu. Let me give you an example. Ukienda kwenye makanisa ya Roman, hata kama wametoka kulewa saa hiyo, ni ngumu sana kujua hao watu wamelewa. Do you get what I'm saying? Ngumu sana kujua, kwa sababu discipline ambayo wameimaintain hawa jamaa ni discipline ambayo ukifika pale unajua kweli hapa umeingia kanisani. Walokole tumeharibu sana kanisa. Sana. Sisi ndio tuna kila aina ya muziki. Sisi ndio tuna kila aina ya misemo. Sisi ndio tuna kila aina ya burudani. Sisi ndio tuna kila namna ya kuwafanya watu wajisikie wako nyumbani, like feel free, feel welcomed. I remember that, listen, ngoja nikwambie kitu ambacho kitakushangaza sana. Sometimes back unaweza kufikiria la kwamba okay, labda tukitengeneza nyimbo ambazo zinafanana labda na watu wa kidunia, watakapokuja kwenye makanisa yetu watavutiwa na hizo nyimbo na watakuja kwa wingi sana. Ila ukweli ni kwamba mtu yoyote, maandiko yanasema hivi, hakuna mtu anayekuja kwa Baba asipovutwa na Baba mwenyewe. Ina maana hakuna mtu anayeweza kuja kwangu asipovutwa na Baba. Ina maana kila anayekuja kwa Yesu ni Mungu amemvuta. Kila aliyevutwa kuja kwa Mungu, ndani yao mioyo yao imekwisha kuandaliwa kupokea watakachokikuta kwa Baba, kwa sababu wanajua wanachokiendea. So usiwahi kufikiria eti wakija kanisani hawajui watakutana na aina gani ya muziki. Wanajua, they know. Sio kwamba eti hawajui wakija kanisani watakutana na aina gani ya mavazi. Wanajua mavazi watakayokutana nayo kanisani. This is why kila mtu ukimuuliza hii nguo anasema hiyo nguo yangu ya Jumapili mwanangu, siguse. Hii sio nguo yako. Yaani hata kama ni mtu anashinda club, ni mtu ambaye amechanganyikiwa na maisha, anajua hii nguo ni ya kwenda kanisani, hii ni ya kwenda wapi. But guess what? Walokole, wa Kristo ambao tumekuwa katika kipindi hiki, tumefika hatua
tunataka kunormalize vitu, tunavifanya vitu katika namna ambayo tunataka kila mtu ajisikie yuko free, feel free for Jesus. Uko huru ndani ya Yesu. Na kwa sababu hiyo, tunaposema tutoke kwenda kuwashuhudia na kuwahudumia watu wengine, hawawezi kupokea nguvu ya Mungu iliyowekezwa ndani yetu, kwa sababu shuhuda zetu hazimatch na maneno tunayoyasema. Do I make sense? Haya match na kitu tunachokisema. So unakuja kumwambia mtu like, okay, mimi naitwa pastor fulani, na nini, anakuangalia tu kiduku ulichonacho, asema au sio pastor fresh, haina na mapoa. So ulikuwa unasemaje? Sadaka, mimi sina sadaka pastor, labda kama utaniombe. Tumeshaharibu kila kitu, we have ruined things. Kanisa lina mfumo wake, dunia ina mfumo wake, maisha ya Ukristo yana mfumo wake, na maisha ya dunia yana mfumo wake. When we mix these things, tukivichanganya hivi vitu, tunazuia nguvu ya Mungu, tunazuia makusudi ya Mungu kutimia. Na sio kwamba Mungu hana uwezo, Mungu ana uwezo, ila tumefunga mlango wa kile ambacho Mungu alitaka kukiachilia kwa watu wake. So maandiko yanazungumza kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, hii sura ya 16. Maandiko yanasema Timotheo alikuwa ni Myunani kwa sababu ya ushuhuda wa maisha yake. Kwa sababu ya ushuhuda wa maisha yake, Paulo akamtahiri. Akasema wewe inabidi tukutahiri. Kwa nini? Kwa sababu uko tunakoenda bila hiki kitu hawawezi kupokea injili tulioibeba. Najua umeshuhudiwa vizuri. Najua ya kwamba hapa tulipo watu wote wanakupenda na ushuhuda unatosha, lakini huko tunakoenda, kama tusipobadilisha hiki na hiki kwenye maisha yako, hatuwezi kupokelewa. How many times, mara ngapi wewe mtumishi wa Mungu tangu umeokoka you feel all the same? Like, listen, mara nyingine tunatafuta makanisa ambayo yana uwezo wa kuaccommodate mavazi yetu. You get what I'm saying? Now listen, auongei na mtu ambaye yuko hapa kukupiga vita au kukupiga sijui na nini. You all know my testimony. Wote mnajua ushuhuda wangu. Like honestly, nimetukanwa sana, yani hapa ukigusa tu mtandaoni utakuta hivi. So sio kitu ambacho eti naongea kwamba ni kitu ambacho na kibuni au ni kitu ambacho nafikiria kwamba okay, mimi niko hapa kukuhukumu wewe. No, I once dressed like you. Mimi pia nimewahi vaa hivyo, sio kidogo sana. Nimewahi kuwa na kabati lina nguo za kila sample. Why? Because ndio misingi tulioikuta. Maandiko yanasema misingi kiharibika, mwenye yake atafanya nini? Lakini kama Mungu anafika mahali ana uwezo wa kuvifunua hivi vitu, hatuwezi kukubali kuendelea kutembea kwenye misingi ile ambayo wazee waliharibu, na tuseme tuendelee kwenye hiyo misingi iliyoharibika, alafu tuzuie nguvu ya Mungu kutembea. God has blessed so much. Mungu amekuwekea vitu vingi sana ndani yako. But guess what? Kwa sababu labda ya makanisa ambayo umekuwa unayapita, unakutana nayo, umefika sehemu hata wewe mwenyewe una tena uhakika kama umeokoka au hujaokoka. Do you get what I'm saying? Like una uhakika kwa sababu unafika kila aliyekuzunguka, like kanisa unaloenda, ukifika mle uoni hata kama umeingia eneo ambalo lina tofauti. Uoni. Yani you feel like unahisi ni kama uko zako tu nyumbani yani. Yani kama uko tu, kama umeenda tu kwenye harusi, kama umeenda kwenye event. Yani it is not the church. You have not entered church. You have entered an event. Na kwa sababu ni event, hata uwezo wako wa kihisia wa kupokea vitu kutoka kwa Mungu unakuwa umefungwa. Kwa nini? Kwa sababu ulipoenda akili yako haikwambii kama umeenda kanisani au umeenda kwenye uwepo wa Mungu. This is why simu zina uwezo wa kuita kanisani na mtu akanyanyuka kwenda kupokea. Kwa nini? Kwa sababu afeel chochote kuhusu uwepo wa Mungu. Kuna kitu kimoja nataka nikufundishe, it will help you. Una uwezo wa kukaa sehemu kuna uwepo wa Mungu, just like right now. Kama hapa tulipo, the presence of God is here. Lakini kama huwezi kuona huo uwepo wa Mungu, you won't see. Hauwezi kupokea. Huwezi kupokea. Maandiko yanasema Elia akamwambia Elisha, kama ukiona wakati natwaliwa, nitakavyokuwa natwaliwa, ukiona hicho ulichokiomba, nusu ya roho yangu hiyo utaipokea. The double portion you have asked for, huo upako uliouomba, ukiona wakati naondoka, utakuwa ni wa kwako. Do you get what I'm saying? So, kama ukiingia kanisani,
na usipoweza kuona uwepo wa Mungu katika hilo eneo, you will never receive that glory of God, because the glory of God is descend. Utukufu wa Mungu una uwezo wa kuonekana na una uwezo wa kuusikia. This is why una uwezo wa kufika sehemu kuna watu wanalia, mtu ameinua mikono, huyu anafanya nini, mwingine amekaa anachezea simu, mwingine anarekodi. Why? Because hatuwezi kufanana katika kuutambua uwepo wa Mungu. Kumbuka Mungu yuko kila mahali, lakini ili kujifunua anajifunua kwa wao ambao wamevunjika mioyo yao na kupondeka kwamba tuko tayari. Na kitu gani nataka kusema? Ushuhuda wako una uwezo wa kusababisha ukashindwa kujua ya kwamba Mungu yuko eneo fulani. Kwa nini? Kwa sababu ushuhuda wako, jinsi unavyoishi, ni kwa kadiri ya watu waliokuzunguka na kwa kadiri ya mazoea ambayo uko nayo. Kwa hiyo inafika sehemu kuna vitu you cannot even give up. Umefika kwenye kanisa, listen, and this will help you. Hiki ni kitu kitakusaidia. Umeokoka, ndani ya moyo wako you have pain, you want to see God. Unataka kumuona Mungu, una kiu ya kutaka kumuona Mungu. Unatamani nguvu ya Mungu itembee kwenye maisha yako. Ulipookoka ulikuwa na kiu ya moto. Unasema I need to see God. Mungu, nataka nikuone. Wewe ndio Mungu uliyeniosha na kunitakasa. Unafika kwenye kanisa. Baada ya miezi 6 lile kanisa linakupoza. Unakuta ule moto uliotoka nao siku umeokolewa umeisha kabisa. Na wakati ulienda pale umeokoka. So you enter a church, unaingia kwenye kanisa, moyo wako una kiu, lakini ukifika kwenye hilo kanisa wanamzimisha roho wa Mungu. Wanamzimisha roho wa Mungu sio kwa sababu wewe ukwenda pale ukiwa moyo wako umeguswa na Mungu. No, moyo wako umeguswa na Mungu, lakini ulipoingia tu kwenye hilo kanisa, vitu ulivyovikuta vikazimisha moto wako. Unafika unakuta watu wana masaa kama 3 ya kusifu, wanaruka kanisani, alafu wana dakika kama 10 za kuhubiri, alafu wana maombi dakika 5, alafu akimaliza wanasema amen amen, kila mtu anaokoka. Moto wote uliokuja nao unaisha. Sio kwamba eti umpendi Mungu, no, unampenda Mungu, lakini kuna kitu ambacho umekikuta, ushuhuda ulioukuta kwenye hilo eneo umezimisha moto maskini ya Mungu, moto uliotoka nao kutoka ndani. Sasa ikiwa wewe moto wako na uwezo wa kuzimishwa, ndivyo ambavyo wewe una uwezo wa kuwa chanzo cha kuzimisha moto wa watu wengine ambao Mungu anagusa maisha yao nje pasipo wewe kuwepo. Yani wameguswa tu. Sasa hao watu wakisema sasa tutakimbilia kwa nani, wakija kwako kwamba watakutafuta wewe ndio uwasaidie, unakuta wewe huwezi kuwasaidia tena. Kwa nini? Kwa sababu wakikuangalia roho zao zinakataa kama wanaweza kupokea kitu kutoka kwako. Zinakataa. Every time they look at you, unaweza kumwambia mtu can I pray for you? Anasema wewe, yes, okay, haya niombe. So anafunika tu macho, lakini ushahidi kwamba ili usimuone kama naye mieyusho sana, unaona? Anafunika tu macho, uombe unavyoomba, ukimaliza anaondoka. And truly they don't receive chochote. Maandiko yanasema hivi, haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo imani. Na kila anayemjia Mungu imempasa kumwamini Mungu ya kwamba Mungu yupo na yeye ndio wapa thawabu wale wote wamtafutao. Eneo lingine anasema hivi ya kwamba mtu kama yule, yani mtu asiye na imani, asitegemea kwamba atapokea kitu chochote kutoka kwa Mungu. That means mtu akija asipokuamini wewe hawezi kupokea kitu kutoka kwa Mungu. This is why walioenda kwao na Yesu walipofika wakamuona kama mtoto wa fundi seremala, hawakuweza kupokea kitu chochote kutoka kwa Yesu. Kwa sababu gani? Hawakumuamini. They never believed in him. Kwa walikuwa wakimwangalia sema huyu si ndugu zake tunao hapa, ameanza lini haya mambo? They will never and they could never receive. Now hakuna kilichobadilika. Maandiko yanasema mambo yaliyokuwako ndio mambo yaliyoko na ndio mambo yatakayokuwa. That means kama wakati ule hawakuweza kuamini kwa sababu ya mioyo yao na kwa sababu walimtazama Yesu akasema huyu tunamjua, that means na wewe leo hii hata kama umeokoka, ikiwa bado watu wanakutazama katika namna ya kukujua kama walivyowahi kukujua, they will never receive from you. So kitu gani nataka kusema? Umeokoka my friend, and you will go to heaven. But guess what? You are stopping people from receiving to God. Unawazuia watu wasipokee vitu kutoka kwa Mungu kupitia wewe.
Wako watu ambao wana uwezo wa kupokea, lakini wako watu ambao hawatapokea. Kwa sababu gani? Kwa sababu umewazuia. Listen, maandiko yanaposema hivi, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Watendakazi wanaanzia kwenye ushuhuda kwanza. God is looking, Mungu anaangalia nani ambaye na uwezo wa kumpelekea, nani ambaye na uwezo wa kumpelekea, nani ambaye anashuhudiwa ya kwamba okay. Ukienda kusoma maandiko yako, maandiko yanasema hivi, Yesu akakuwa katika kimo na hekima, akiwapendeza wanadamu pamoja na Mungu. That means Yesu huyu alipoanza kuwa anaenda kufundisha na kuhubiri, hapakuwa na ushuhuda wowote mbaya kuhusu maisha yake. Kwa hiyo hakuwa anaweza kukataliwa kwa sababu ushuhuda wake ulikuwa ni mzuri. Kwa kuanzia kwa watu wa Yerusalemu kuja Nazareti kwenda maeneo yote alikokuwa na ubiri, isipokuwa kwa ndugu zake na watu ambao wamemfahamu sana, walipomdharau hawakumdharau kwa sababu ya tabia zake au chochote. No. Walimdharau kwa sababu wanahisi wanamjua sana. But Yesu huyo aliposimamishwa, kuna mtu mmoja alikuwa wakati wanataka kumhukumu Yesu, kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Baraba. Baraba ushuhuda wake ulikuwa unajulikana. Yani anajulikana. So Baraba akisimama akasema wahubirie Injili, watu hawezi kumkubali Baraba. Kwa nini hawezi kumkubali Baraba? Kwa sababu anajua Baraba utatuambia nini, tunakujua vizuri. Huyu ambaye hatujui ametokea wapi, huyu ndio kuna kitu ambacho tunataka kukijua. So watu wa Mungu, I'm not here to teach you about condemnation, like you know what, niko hapa ni kuhukumu. You need to get in a place ambayo acha kuvaa hivi, ukifanya hivi sijui usikate nywele, usinyoe nyusi, sijui usifanye nini. No. I'm not here to do all of these things. But you need to understand ya kwamba kutunza ushuhuda wa wokovu wako kuna gharama. Kuna gharama, and kuna gharama ambayo utailipa, na hii gharama ndio itakayo kusaidia ufike mahali chochote utakachokisema kiwe na nguvu. I hope you understand. Unaelewa ya kwamba watu wote, na hivi vitu viko kila mahali, watu wote ambao labda walikuwa kwenye maisha tu ya kawaida, labda akijiingiza kwenye siasa, kitu gani kinafanyika? Historia yake yote ya zamani huwezi kumkuta nayo tena, wala huwezi kukuta tena kuna repetition ya mambo aliyokuwa anayafanya zamani, ukayakuta haya mambo yanajirudia. Kwa nini? Kwa sababu tayari kwenye akili yake ameishajua kuna sehemu naenda, na hii sehemu inabidi niaminiwe na watu. Just imagine, nitakupa tu mfano, sipendi kutumia ili jina. Tafuta mtu fulani mmoja tu ambaye labda ni msanii, labda let's say wa Bongo Flava, ambaye unamjua kabisa yani ni mambo mengi, au sio? Hivyo tu, yani yoyote yule. Alafu mwambie aje agombee ubunge, yani labda kwenye jimbo lenu. Sijui kama unanielewa. Agombee tu ubunge, uone. Hawezi kukosa, atapata. But guess what? Kila wakati atakapokuwa analeta agenda za maana zenye kujenga, watu watakuwa wazipokea hizo agenda, wanataka agenda zile wanazozijua, wanazozitaka kuhusu yeye. Do you get what I'm saying? Sio kwamba utapata kula, no, utapata. Sio kwamba utapata washarika, utapata washarika. But what will happen ni kwamba agenda ulioibeba iliyo kubwa ya kimungu ili kusaidia wengi haitafanikiwa. So Petro alijua ya kwamba okay, na uwezo wa kwenda na Timotheo kokote ninakotaka. Kuna watu wengine ni wa mataifa. Paulo alijua kwamba ana uwezo wa kwenda kwa watu wengine ambao ni wa mataifa. Watu wa mataifa kwanza watafurahi sana wakimwona Timotheo. Lakini ili aweze kubalance, ili awapate Wayahudi, lakini pia aweze kuwapata Wayunani, ilimbidi amtahiri Timotheo ili injili yake isiweze kuzuiliwa. Acha nikupe testimony. This is the testimony that I will give you. Nakumbuka wakati tumeanza huduma, nilikuwa naenda kuna maeneo, unafika hata hujaimba, yani hujaimba, hujafanya chochote, yani kuna mchungaji anakuangalia tu, yani kaisha, yani umesha mzima data. Akikuangalia tu umesha mzima data. Wewe imba unavyo, hata ujigaragaza ushamzimisha. Kwa nini? Kwa sababu umechapa jeans. Yani no, sio. Kuna maeneo ukifika, kuna pastor anakucheki, yani hujachana nywele, yani tayari umeshazuia huduma yako. Now, sio kwamba utapata watu ambao watakupenda au watu watakao kupokea kama ulivyo. Ndio utawapata na watakupenda na watakupokea kama walivyo.
lakini kusudi la Mungu ni uwapate wote. Acha nikusomee hili andiko. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 20. Maandiko yanasema hivi: na alikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi, ili niwapate Wayahudi kwa wale walio chini ya sheria, na alikuwa kama chini ya sheria, ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria, ili niwapate walio chini ya sheria. Mstari wa 21 anasema hivi: kwa wale wasio na sheria nalikuwa kama sina sheria, si kwamba sina sheria mbele za Mungu, bali mwenye sheria mbele za Kristo, ili niwapate hao wasio na sheria. Ukienda kwenye mstari wa 22 anasema hivi: kwa wanyonge nalikuwa mnyonge, ili niwapate wanyonge. Nimekuwa hali zote kwa watu wote, ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. Do you get what I'm saying? So the issue ya injili sio kwa ajili yako. It is not for you. Kama unahitaji watu wasaidike, kama unahitaji maisha ya watu yaguswe, lazima ukubali kulipa gharama, unless wewe ni mbinafsi, unataka hiki kitu kitembee kwako wewe mwenyewe. Lakini kama unataka kila mtu aguswe, maisha ya watu yaguswe na Mungu kupitia maisha yako wewe, I'm telling you, kuna vitu you will begin to adjust. Kuna vitu utaanza kuvifanya katika namna ambayo ni kwa ajili ya watu. Ni kwa ajili ya watu, ili kusudi kwamba uweze kuwapata. Do you get what I'm saying? Sijui kama tunaelewana watu wa Mungu. Nimesema siko hapa kukushindilia nyundo ili nikuue. No. Kuna kitu ambacho una uwezo wa kukifanya kwenye maisha yako. Let's say kuna aina fulani ya mtindo wa nywele ambao unajua nikipakaga labda naweka nywele zinakuwa za blue kichwani. Kwamba hapa nusu blue, nusu kijani. Unasema hizi nywele mimi huu mtindo na upenda kwa sababu nilimuona msanii mmoja wa Marekani amevaa, anaitwa Pink. Now, wakati wewe umeupenda huu mtindo wako, unaponyanyuka na huu mtindo wako, kuna mtu pale mtaani kwenu ana tatizo, maisha yake yamefika mwisho na anatamani apate mtu ambaye atamtia tumaini kuhusu Kristo. Now, mtu huyu ameshakaa duniani, hakuna kona haijui. Anajua vitu kibao kuliko, yani wewe ni mchanga sana, yani kuangalia vile unaona au sio. Kona kunywa, mimi nakunywaga pombe paka kwa masikio. Yana uwezo wa kunywea sikio hili zikatokea huku na nikazichota na glasi nikaweka mdo. Yani nimeshafanya kituko cha kila namna. So unapokuja wewe nikakukuta umekata tena nywele huku nusu pinki nusu blue, alafu unaniambia wewe pia ni mlokole. Nakataa. Siji bro, ndio na shida, lakini bora nitafute mtu mwingine tu ambaye kidogo anaeleweka. Nao bahati mbaya sana siku hizi kwenye makanisa tunafundishana, jamani, hata kama umeokoka usiwe kama washamba. Unavaa nguo unakuwa tu kama mshamba. Listen, I need to tell you. Wangapi wamewahi kukutana na matajiri ambao ni matajiri kweli kweli? Wale ambao wamefanikiwa. Do you get what I'm saying? Fuatilia hawa watu. Unaweza kuhisi hawana hela. You can even think ni kama hawanaga hela. Why? Because they are very normal. They are very normal. Wakati mwingine unaweza kumfuatilia, kama ujui brand ya nguo huwa inafananaje, huwezi kuona hiyo brand imeandikwa. Huwezi kukutana na tajiri amevaa shati imeandikwa Gucci mwili mzima. No, ina uwezo wa kuwa na kalogo ka Gucci kadogo sana, na kenyewe mpaka uwe nakajua wakati mwingine kako ndani ya kola huku ndani. Lakini ukutana na maskini kavaa kuanzia tracksuit ya Gucci, t-shirt ya Gucci, begi la Gucci, ndala za Gucci, na anakuambia vipi mwanangu? Now listen, wewe ni maskini. Kitu gani najaribu kusema? Sio lazima uvae kwa kuchaka, but dress decent. Vaa vizuri, pendeza. Make sure that your speech, kuzungumza kwako au zungumzi tu ili mradi. You don't just speak kwamba okay mimi naongea kwa sababu hii topic naijua. Sio kama unanielewa. Yaani kuna sehemu nyingine, ngoja nikwambie, kuna sehemu nyingine hivi vitu hata sometimes huwa nawaambia na tunajifunza. Amen. Tunajifunza. Amen. Msikasirike jamani, msileft Hivi vitu huwa nawaambia, sometimes you get to a place, unafika sehemu unakuta watu wanajadili kuhusu labda let's say kwamba wewe mimi zamani mimi
Zamani mimi nilikuwa ni mlevi jamani. Sawa, wewe pia ulikuwa ni mlevi. Na wewe pia umeshaokoka sasa. Unanyanyuka unaanza, acha kama Keivanti hizi. Hizi ndo nilikuwa natandika sana. Kuna hizi bia ziliingia kipindi fulani zilikuwa zinaitwa Barimi. Sio kama mnazikumbuka hizo mimi zilikuwa na hizo, yani tumshukuru tu Yesu. Yesu mbona ndo aliyeniokoa, bila Yesu mimi hizo nilikuwa napiga kama 4. Ni Yesu tu huyu. Lakini bila Yesu, sio kila agenda, sio kila topic you need to changia. Nyingine kaa kimya, just stay silent. Jinyamazie tu kwamba okay, mimi Paulo kuna mahali fulani alikuwa anafika anasema hivi, sikiza, sio kwamba anajivuna, na ninapojivuna najivunia Kristo. Ila tukiongelea kwa habari ya masuala kwamba nimefanya hiki, mimi nina matukio. Shapiga matukio kote kote, nimeshapiga ya kidini, nimeshapiga matukio na noma, elimu nayo, kila kitu. Stop these things. Achana na hivi vitu vya kutaka kuwa unataka kucompromise kila sehemu. Inafika sehemu anakuambia haya leo ni party sijui ya vitu gani, inabidi twende, you go. Unaenda unajoin na hawa watu. Na unapofika wakikuangalia hata waoni tofauti, hawezi kujua kwamba huyu ameokoka, huyu hajaokoka. Unasema jamani, tuna najua sisi ni kizazi kipya kiteule cha Mungu. Hatuna mambo listen, hamna kizazi kipya kiteule cha Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu, umeokoka. Kila unapoenda ni mfungwa wa Kristo. Sio mtu tu wa kawaida. You are not just a normal person. You don't. Kila unakoenda, eneo lolote lile unaloingia, you carry God. Umembeba Mungu. Don't act like watu wengine wanavyoact. Kuna maeneo una uwezo wa kufika, the way they behave, namna ambavyo wana behave wao ndio wamezoea hivyo. Let them know you are different. Let them know, acha wajue ya kwamba umeokoka and you are just different. Wewe ni mtu tofauti. Your life has changed. I'm telling you, hivi vitu sio kwa sababu yako, ni kwa ajili ya wale ambao watakutazama. Sio kwamba eti nabadilika hivi ili nipate mume mzuri au mke mzuri. No. You are doing these things for God. Unafanya kwa ajili ya Mungu, kwamba Mungu popote ambapo utahitaji kujitwalia mtu, nisiwe kikwazo cha kufanya watu wako wasipokee. Yani mimi nisiwe kikwazo, nisizuie wengine kuingia kwenye wokovu because of how I talk, because of how I appear, because of what I have been doing. So nitajitahidi kwa namna zozote. Nitakuwa mnyonge mahali palipo na wanyonge. Sometimes we get in a place, unakuta Mungu amekubariki, labda amekuinua, amekupa labda let's say mtaji mkubwa. Ulitoka kwenye mtaji wa 60, umeinuliwa sasa, umefika hatua mtaji wako unacheza kwenye milioni 7 fulani hivi, unaona? Na umefika kwenye milioni 7 fulani, kila ukianza kuongea stori zako ni kutandika tu. Yani kwa mfano kama mimi kipindi hicho, nakwambia Mungu asingeniinua. Yani Mungu aliniinua. Mimi nilianza na 60 tu. Unaona? Nilianza na 50, lakini sasa hivi milioni 7. Sasa hivi sijui nini. Hivi ninavyoongea na wewe, ushuhuda ni mzuri sawa, lakini kuna watu hawatakusogelea kwa sababu wanajua okay, wewe matawi sio matawi yao. They begin to get afraid, wanakuogopa maskini. Wewe unafikiria unashuhudia, kumbe ndani yake, nyuma ya hicho kitu unachokifanya, umebeba kitu fulani ambacho kinaitwa pride. Umebeba kiburi ambacho unataka watu waone ya kwamba Mungu anatenda, lakini atendi tu, anatenda kwako pia. So you can get in a place ambayo you have these things. Ni vitu ambavyo unavyo, lakini visiwe vitu vya kujivunia. Sio kwa sababu hutaki Mungu atukuzwe. No. Ni kwa sababu kuna watu natamani pia wakukaribie wewe ili wapate kujifunza kutoka kwako. Sometimes kuna mtu ana uwezo wa kukufuata, anakuja kuzungumza na wewe. Like, kakaangu habari salama, au dadangu habari salama. Mimi nimeanza biashara na mtaji huu na huu. Ukisikia kiwango anachokutajia ni kiwango ambacho wewe ulianza labda miaka 6. Anakwambia kwa kweli, hata unaanza sasa na wewe ulivyokuwa na kichwa chako kifupi. Amen. Unaanza, sikusemi. Amen. Usinikasirikie. Unaanza na unasema nakumbuka mwaka. Unaanza sasa kutaja miaka yako.
nakumbuka mwaka 1407, hicho kipindi nilikuwa na hali mbaya sana. Ni kipindi ambacho yani hali yangu ilikuwa ni mbaya kiasi ambacho nilikuwa siwezi yani namtaji kama huo wa kwako. Sasa mtu akianza kusikia huo muda uliomtajia, akajiangalia na yeye na wewe ulipo, akihesabu anaona ni kama miaka 20 nyuma iliyopita. Akipiga mahesabu ya ile miaka 20, akiangalia mtaji alionao ndio wewe ulikuwa nao miaka 20, unamkatisha tamaa. So kuna mtu mwingine angeweza kuokoka kwa sababu tu hujamkatisha tamaa na umeongelea kwenye level yake, mtaji wake. Just imagine Yesu alipokuwa anakutana na sisi wanadamu na angefika akaanza kuongea uwezo ambao wako nao yeye. Yani vile ambavyo anaweza kufanya. Kuna mtu hata mmoja angejaribu. Like mmekaa hivi, hamna kitu ambacho anafanya. Ngoja nakwambie, sikiliza. Maandiko yanasema hivi, wakati fulani Yesu akawakusanya wale tenashara, akawapa mamlaka. Kwa nini aliwapa mamlaka? Aliwapa mamlaka ili kusudi kwamba wafike sehemu wajione sehemu ya nguvu ya Mungu pia Kumbuka saa hiyo hawajaokoka, hawajapokea Roho Mtakatifu. Jesus empowered them. Akawapa nguvu, akamwambia haya nendeni, akawatuma wawili, nyie nendeni huku, nyie nendeni huku, nyie nendeni huku. Wakarudi wanafurahi, wanashangilia. Waliporudi wanashangilia, wakafika, wanamwambia oya, mpaka mapepo yanatutii. Akamwambia msifurahi kwa sababu mapepo yanawatii, furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Anawa encourage kwamba okay, hiki kitu kinawezekana. Why do you think walienda kujaribisha mapepo mengine? It's because ni kwa sababu tayari alisha wa empower. Ndani yao walikuwa wanajua haya mambo yanawezekana, kwa mpaka vitu visivyowezekana wenyewe walikuwa wanaenda tu wanababua. Yule pepo wa kifafa, njoo, ondoka kwa jina la Yesu. Lakini kama wangekuja wanashangilia kama vile, akamwambia kwa mapepo mmeona ndo yani issue, mnaweza kutembea juu ya maji. Haya wewe bujaribu. You see, ana uwezo wa kufanya vitu vingi, but is not, hawezi kuanza kuonesha jeuri ya vitu anavyoweza kuvifanya. Wakati anaondoka akasema, sikilizeni, niliyoyafanya mimi ni kidogo. Yoyote anayeniamini atafanya na makubwa zaidi haya. Anavyoongea atafanya makubwa zaidi haya. Utafikiri saa hiyo utakapokuwa unafanya hayo makubwa, yeye atakuwa amekaa na kupigia makofi kwamba wewe noma unanizidi. No, he is God, for God's sake. Kwamba yeye ni zaidi yako, ila hayo utakayoyafanya ni yeye mwenyewe atakuwezesha wewe kufanyaje? Kuyafanya. Lakini still anazungumza kwa kadiri ya kiwango chako. So kuna vitu vingi ambavyo Wakristo wa kanisa la leo, kuna vingine tunaita ni ushuhuda, kwamba mimi naenda kushuhuda, kumbe ndio tunaua washarika. Kuna wengine ukifika kanisani, shuhuda unazozisikia, yani wewe ukikaa pale miezi 6 unakuwa unajua kabisa wewe Mungu hakuoni. Kwa sababu shuhuda unazozisikia ni shuhuda tu za watu, yani kupasua tu anga. Na hawakwambia kwamba huyu mtu akwambia kwamba yeye elimu yake ndio iliyo suggest pia, unaona, akafanikiwa kupata vitu alivyovipata. Unasikia tu mtu anaongelea stories za visa, nasikia mtu anakwambia nimepata masters ya nini na nini na nini. Sasa hiyo unasikia watu wanashuhudia shuhuda za masters, weda la 7 ujue, afu sio la 7, la 7D. Afu sio la 7D, yani ulipataga 4. Afu sio 4, yani ni ile 4 ambayo ulificha matokeo. Get what I'm saying? Yani ulikuwa na matukio. Sasa ukianza kusikia shuhuda kama hizi unawaka moto, na wakati ni shuhuda ambazo maskini kwako haziwezi kuwezekana. Kuna shuhuda nyingine zinaweza kuwezekana. So wakati mwingine tunafikiri ni kama tunalikoleza kanisa ili tuonekane ni kama Mungu anatembea sana hapa, kumbe tunaua. Kwa nini shuhuda zetu zisiwe tulienda mahali fulani, watu fulani walikuwa wamjui Mungu, wameokolewa wote? Shuhuda ambazo zina balance, hazitaki elimu wala hazitaki hela. Mtu mwingine anaenda huko anadanga, anakuja anaanza kushuhudia, my dear, unaona hii gari, tumshukuru Yesu. Man, si useme tu ulikoitoa hiyo gari, sema hiyo nyumba nani kakujengea. They don't speak, hawasemi. Kwa nini? Tunachokishuhudia tunashuhudia. Sasa inafika sehemu mtu hata kama na yeye ana shuhuda, inabidi abuni ya kwake siku moja na yeye aende. Una uhakika kama Mungu ndio ametenda au ni wewe au bwana yako ametenda. So unapeleka tu shuhuda ili mradi hiki kitu na wewe usionekane mnyonge, kwamba niko hili kanisa muda mrefu
Na sijawahi kushuhudia hata siku moja. Kwa unapanda pale, Bwana Yesu asifiwe. Anyways, to cut the story short, kitu nilitaka kusema ni kwamba ushuhuda wako matters a lot. Ushuhuda wako matters a lot. Sio kwa ajili yako. Ushuhuda wako kama Mkristo ni kwa ajili ya Mungu. So there are things kama ambavyo Timotheo alifanyiwa na kufanya. Kuna vitu ni kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili yako. Vingine unaposimama mbele ya kioo chako, as you are looking at yourself, unaposimama tu, sema watu watakapokiona hiki, watasema nini kuhusu Yesu? Sio kuhusu wewe. Wewe haina shida. I remember so many times back in the days, nilikuwa nasafiri na kijana wangu mmoja ambaye tukifika sehemu mwenzangu, yani yeye sometimes tunaalikwa kwenye maeneo, unakuta mmepewa hoteli 5 star. Kipewa hoteli 5 star, ikifika mida ya saa 12 jioni, labda tumetoka kwenye huduma, wenzangu na waangalia wako busy tu, kila mtu anajirusha kwenye swimming, huyu anaogelea, huyu huku, huyu, kila mtu anaenjoy kivyake. Sasa mimi siwezi kufanya hivi vitu. Sio kwa sababu sipendi kuogelea. I wish mimi pia natamani nikaogelea, lakini siwezi kuogelea kwa sababu unawaza kuna mtu uliyemuongoza sala ya toba huko, anakuja kukuta na boxer huko, unaelea kwenye maji, afu unaambia Bwana Yesu asifiwe. Amina. Just imagine ukutane na mzee Mwakasege, sawa, amekula pensi, alafu yuko kwenye maji kifua wazi. And you see, haufanyi kwa ajili yako. You do it for God. You do it for God. Hivi vitu nimeambia hata wanasiasa wanaelewa. Kwa nini watu wa kanisa hatuwezi kuvielewa? Saa ngapi utasikia eti rais wa nchi, huyu rais wa nchi sasa, mheshimiwa, anauliza eti choo kiko wapi? It does not do. Sio kwa sababu hivi vitu yeye vimtokea, lakini huwezi kusikia anaulizia choo kiko wapi. You need to know exactly what to do. Ushuhuda wako unamata sana. Ndio una njaa. Kuna watu unakuta ni msharika wa kawaida, unakopa mpaka watu yani wamefika sehemu like huyu hapana, kwa tuzime simu. Mikopo kila eneo. Unakopa, nisaidieni jamani. Yani mimi nawaambia tu Mungu wangu Mungu akinijibia na mimi nitawapa. Kila mtu anakujua kwa mkopo kiasi kwamba kisa mama mchungaji wewe jamani, zima simu. Unakopa vibaya sana. Unakopa na huku kukopa kwako hulipi. Kila wanakuambia sasa ulipe hela zetu, unaanza unajua mwezi huu tunaendelea kumwamini Bwana. Achana na mambo ya kumwamini Bwana. Wewe si umeokoka? Ndio, jikaze. Umia na hiyo njaa. Acha njaa ikutandike. Sema Mungu, unaona nayo yapitia, acha njaa nitandike. Ukinikumbuka ila sitakudhalilisha. Sitaenda sehemu nianze kuomba kana kwamba wewe Mungu utendi. Imagine anakuja mchungaji anakuhubiria afa anamaliza anakwambia una 1000 hapo, nataka sasa niende eneo lingine nikapeleke injili. Do you get what I'm saying? Okay, I'm telling mimi I study. Sikiza ushuhuda wa mtu kama Moses Kulola. Nilisikiza huu ushuhuda, moyo wangu uliguswa sana. Moses Kulola alitoka, wale vijana ambao wamezaliwa miaka 2000 hamwezi kuelewa Mzee Kulola, ingia tu YouTube andika. Mzee Kulola alienda kuhubiri, na alipoenda kuhubiri Mbeya, alipofika Mbeya, wamehubiri, wamemaliza, watu wamepokea uponyaji na nini na kila kitu. Walienda kulala chini ya mti. Wana njaa, hawana nauli wala hawana chakula, wamelala chini ya mti. Na baada ya muda fulani akatokea mtu mmoja ambaye alikuwa amepandishwa cheo, waliwahi kumwombea mkoa mwingine, akapita akawaona na wakaanza kulia, we kiala gwangu, we kiala. Yule mtu analia kwa sababu amemwona mzee Moses Kulola yuko pale. Huyu Moses Kulola, huyu jamaa aliyekuja kutoa ushuhuda anasema hivi, niliposikia kwa habari ya mkutano wa injili, nilipuuzia. Nikasema tu sina haja ya kwenda. Lakini nimekuja nimeona hapa, ndio nimejua kwamba ule mkutano wa injili kumbe mlikuwa ni nyie. Mungu anirehemu kwa sababu sikwenda. Kitu gani nataka kusema? Watumishi kama hawa walikuwa wanajikaza licha ya ugumu wa maisha waliokuwa nayo. Licha ya maisha waliokuwa nayo, hawaombi wala wafanyi chochote mpaka Mungu aingilie kati. Mungu awasaidie yeye mwenyewe. Kwa wanateseka, wanadhikika kwa ajili ya kulinda heshima ya utumishi walionao. Leo hii wewe Mungu amekuokoa. Leo unaenda sehemu, unafika unamwambia mtu acha tu. Yani hapa huwezi amini. Yani hata sijui wiki hii itaendaje. Yani nasikia kufa hapa, sina 100.
kama unayemwambia sio hata mtu aliyeokoka. Sasa siku ukianza kumwambia habari za kuokoka, anakwambia niokoke ili iweje? Niokoke ili iweje? Niende wapi kwa maisha haya anayowaona? This is why, ndio kitu ambacho tuliwahi kukosea. Unasikia maisha ya zamani, ukisikia kwa habari ya walokole, mtu akikwambia okoka, unasema hamna, mpaka nipigike kwanza, siwezi kuokoka kienyeji hivi, acha maisha yanipige kwanza. Kwa nini? Kwa sababu kila aliyekuwa ameokoka alikuwa anajitahidi sana kutangaza tabu zake ili watu wajue ana tabu. Sasa tunaishi katika ulimwengu ambao Mungu ameachilia maarifa. Ushuhuda wako ni kila kitu. Mtetee Yesu kwa gharama yoyote ile, kuanzia kwenye mavazi, unavyozungumza, unavyosema na watu wengine, unapoenda mahali, matendo yenu. Maandiko yanasema hivi, watu wayaone matendo yenu, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Ya kwamba ifike hatua watu wakiona matendo yako waseme wewe kweli una Mungu. Hauhitaji, wakati mwingine unasema nataka Mungu anipe nguvu ili nishushe moto. Moto wa nini? Hauna haja ya kushusha moto. Fika mahali watu ushushe upendo kwenye mioyo ya watu. People can see you. Watu wana uwezo wa kukuona wewe na wamuone Mungu kupitia wewe. Sio kila mahali Yesu alipoenda alikuwa anafanya miujiza. Hebu jiulize, wale watoza ushuru, Yesu alikuwa anawafanyia miujiza gani? They had everything. Walikuwa na pesa. Alikuwa anazungumza nao tu. The way he speaks, namna anavyozungumza nao, kuna kitu anawaachia kwenye maisha yao ambacho hawawezi kukisahau. That's why they were changing. Mungu anataka kubadilisha maisha ya watu wengi, especially katika kipindi hiki, lakini anaangalia nani na nani wako tayari ni watume ili wakafanya hii kazi. Anaotaka kuwatuma wako bize kwenye maombi, wanataka kuomba ili Mungu awape nguvu, wanataka kufunga, lakini hawako tayari kubeba shuhuda. So nakutana na mtu ana wigi lina kila rangi kichwani hapa, ana kiatu mchuchumio, nguo transparent inaonesha, alafu yuko ora masheke ripa saka. Tunaishi kwa neema. Neema ya Mungu ni kubwa. You are making noise. Unapiga kelele. Achana na haya mambo ya rima shaka swi na nini na nini na nini. Just be good, do good, we will know. Kuna watu hawajaokoka lakini namna wanaishi na watu, you can love them. Unawapenda tu. You get okay. Wangapi wanajuaga ushirikiano wa walevi au watu wanaovuta sigara? Kama kuna mtu amewahi kuwa mlevi utakubaliana na mimi. Yani hawawezi kukuacha ukose pombe. Yani ukifika bar they will never agree ukae na ni mlevi wanayekujua muda mrefu alafu usilewe siku hiyo. Inawauma kwamba mwenzetu oya kunywa basi, kesho we will support you. Hawawezi kuona mlevi mwenzao. Wavuta bangi wote, mtu anavuta anampa na mwenzake naye anavuta. Nenda kwa Wakristo. Nenda kwa walio wa Kristo. Wokovu ni wa kwao. This is not for everyone. Ni wa kwetu sisi. Kristo ni wa kwao. Jumapili ni wenyewe tu. Utaki hata watu wajue unasali wapi. Kila kitu unachokifanya kuhusu maisha yako, it is like witchcraft. Unajificha ficha. You don't want people to see your Christ. Utaki watu wamuone Kristo wako. Kristo wako umemficha kwenye begi. Unataka Kristo wako aonekane siku ya kushuhudia. You are not ready to stand. Uko tayari kusimama mbele za watu na useme mimi nimeokoka, na watu wawe waoni matokeo yoyote ya mtu aliyookoka, kwamba okay sawa, mbona una hela sasa? Na ukasema hivi, wokovu sio kwa habari ya pesa, na ukaanza kumshuhudia mtu kutoka mwanzo mpaka mwisho. You are not ready for that. Unataka ukisema wewe umeokoka, angalau uwe na kitu fulani hivi cha kuoneshea. No wonder ukiingia kwenye akaunti zetu, sisi pia tunaenda kufanya photoshoot. Tunataka watu waone sana mionekano yetu, not about Christ. Pita kwenye peji zetu, angalia. You don't see us. We don't post about Christ. Hatuposti kumuhusu Kristo. Tunaposti kuhusu wenyewe. Tunaposti kuhusu biashara zetu. So we put him in hiding. Lakini at the same time, tunataka tuseme huyo ndo anayetutendea. How much do we love God? How much do we love God? Tunautunza ushuhuda wetu kwa kiasi gani? So
mambo ya kuzingatia ili kuweza kuutunza ushuhuda wako. Like I know you love God, lakini kuna kitu ambacho when you do it kina impact watu wengi, akiishi kwako wewe. Yesu alikuwa akigusa maisha ya mtu, anataka maisha ya huyu mtu yaguse watu wengine wengi. Wangapi wamesoma maandiko wakaona yule mtu ambaye alikuwa katika ile pwani ya Wagerasi? Maandiko yanasema hivi, alipoponywa na kuondolewa wale pepo 2000, maandiko yanasema alimfuata Yesu akamwambia, niruhusu nifuatane nawe. Nao kitu kitakushangaza ni kwamba Yesu akumpa upako, Yesu akumbatiza, Yesu hakumwekea mkono kwamba receive impartation. Alimwambia tu, nenda kwa watu wa nyumba yako ukawaambie mambo makuu ambayo Mungu amekutendea. What happened next? Yule jamaa hakuwahi kunyamazishwa. Alienda kila sehemu ya kijiji chao kwa ajili ya kuambia watu kwa habari ya uzuri wa Mungu aliyemfungua kutoka kwenye matatizo waliokuwa nayo. Sijui kama unaelewa kitu kinachotokea. That means hakuona aibu tena. Jamani, mimi ndio yule mtu mlikuwa mnanikuta niko uchi makaburini. That is me. Wakati unasubiri Mungu akushushie nguvu, akushushie mibaraka ndio uanze kushuhudia, kuna watu ambao Mungu amewatendea vitu fulani, wamenyanyuka na hivyo and they begin to preach. They say about it. Wala waingii kwenye maombi ya mifungo kama wewe unavyoingia. They present everything that God has done to them. Hicho kidogo anachokijua. Kuna mtu anasema mimi nilikuwa siwezi kusoma maandiko. They present hicho kidogo, nilikuwa siwezi kusoma maandiko, Mungu amenisaidia. They don't need any power. That what they have is power. Ukienda kusoma, kuna mwanamke mmoja alikuwa ni Msamaria. Yesu alipofika katika kisima chao na akataka kwenda Samaria, what happened? Yesu alizungumza na akamwambia mambo yake. Mambo yake yapi aliyomwambia? Hayakuwa mambo ya kufurahisha. Alimwambia hata huyo mwanaume uliyanaye nyumbani sio wa kwako. Na mwanamke akatoka spidi kaenda, njooni muone mwanaume aliyeniambia mambo yangu yote, njooni. Yesu akwenda Samaria, lakini Samaria ilimfuata Yesu alipokuwa, kwa sababu ya ushuhuda wake, kwa sababu ya maisha yake. Watu wangapi watakuja kwa Yesu kwa sababu ya mambo ambayo Mungu amekutendea? You have had a whole year. Umekuwa na mwaka mzima, wangapi wamekuja? How many people have you dragged? Hata tu kuwaleta hapa, labda let's say fellowship, labda unasema tu umewatumia link kwamba like listen, this is what I have received, tafadhali hii link join. Wangapi? I'm not condemning you. Anyways, let's go kwenye kile kitabu cha Luka. May God help us. Kile kitabu cha Luka sura ya 22 mstari wa 39. Luka 22:39. Maandiko yanasema hivi, akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake, wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Mstari wa 40 anasema, alipofika mahali pale aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Nao mambo gani ya kuzingatia ili uweze kumaintain na kuutunza ushuhuda wako? Kitu cha kwanza ni discipline ya kila kitu ambacho anakifanya. Discipline. Maandiko yanasema Yesu akatoka akaenda mpaka mlima wa Mzeituni kama ilivyokuwa desturi yake. Wewe listen, unataka kuutunza ushuhuda wako, lakini wa ushuhuda wako ni wa nyakati na nyakati. This time kuna kipindi watu wanasema man, kweli wakati umeokoka kweli. Kuna kipindi hawakuelewi. Yaani wanashindwa kuelewa kama wewe ni mjasiriamali au ni mtu ambaye amemjua Yesu. Hawajui. They don't understand. Why? Because you lack discipline. Huna discipline ya kitu ambacho unakifanya. Your discipline is low. Leo unamtukana mtu, kesho unamwambia hayo mambo unajua nimeacha. Kesho kutwa ukikutana naye tena unamchana. Ukikutana naye baada ya wiki mbili sasa, huyu bwana yukogo hivi, baridi moto baridi. Maandiko yanasema Mungu atakutapika. Get in a place where you will have discipline on the things that you do. If it is prayer, respect prayer. Heshimu maombi. If it is word study, kama unajifunza neno la Mungu,
jifunze neno la Mungu daily. It has to be daily. It has to be kila wakati, kama ifanye kwa desturi. Wokovu na ushuhuda wa maisha yako. Maandiko yanasema wakamshinda kwa ushuhuda wa maisha yao, kwa damu ya mwanakondoo na kwa ushuhuda wa maisha yao. Ushuhuda wa maisha yako usiwe kipindi fulani tu, usiwe na high season na low season. No, wakati wote get in a place where katika nyakati zote nenda katika mambo ambayo people will look at you na waseme ya kwamba huyu mtu ana discipline ya kitu anachokifanya. This is why tunapotafutaga nguvu ya Mungu kwenye utajiri wetu sisi wa Kristo hatuioni, lakini tukienda tukaangalia Wahindi tunaona wamefanikiwa. Why? Because these people have discipline. Kifika mida yao ya kufunga biashara, wanafunga biashara. They know this is the time for our God. Ni muda kwa ajili ya Mungu wetu. Na hata uwe na shingapi, you will not. Leo hii Mungu akikuinua kidogo hapo, mtaji wako ukapanda. When God tells you like, aha, man of God, sasa funga duka lako because you need to realize Mungu, wateja wawili tu wa mwisho. Then we will continue. Why? Because you have not disciplined yourself. So ushuhuda wako unakuwa ni ushuhuda wa kuyumba. Why? Kwa sababu you have not kept your discipline. Now, viko vitu viwili tu vya kuzingatia. Of course, unaweza kuwa na mambo mengine, lakini haya ni niliokuandalia kwa leo. Yako mawili. Moja ni discipline. Mbili ni consistency. Consistency na discipline huwa vinaenda. Muendelezo, sawa, ulio na discipline. Muendelezo ulio na discipline. Consistency. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 23. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani. Wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Naye akiisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Mstari wa 26 anasema hivi: ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Nao nataka nikusomee mstari wa 25 kwa pause ili upate kuelewa kitu gani kinasemwa hapa. Anasema hivi: lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu. Walikuwa wakimuomba, sio wakamuomba Mungu. Walikuwa wakimuomba Mungu. Anasema hivi, na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Sawa? Walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia Mungu nyimbo za kumsifu. Alafu anasema hivi, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Sio na wafungwa wengine wakawasikiliza. Walikuwa wakiwasikiliza. That means tangu siku waliotupwa gerezani, from that moment, this was their issue. Kila inapofika usiku wa manane, this is what they begin. You are worthy. You are worthy. Wewe ni Mungu. Wewe ni mwaminifu. They praise God. They praise God. The Bible did not tell us walikaa gerezani kwa siku ngapi au kwa muda gani. Hapana, haijasema. So kwa sababu hiyo, kwa kadiri ya vile ambavyo unasoma, ukiona wakimuomba Mungu, walikuwa wakiwasikiliza. That means they kept on. Waliendelea na consistency mpaka kilichoeleweka kikaeleweka. So ushuhuda wao haukuwa ushuhuda ambao ni wa dakika 2. Ina maana kila walipokuwa wanaanza kuimba, wafungwa wote wanaanza kuwasikiliza kwamba na leo wameanza tena. So they begin to sing. Wanaimba. Mungu aliposhuka, ushuhuda wao haukuwa kitu ambacho ni cha ajabu. So you never know, pengine yule mlinzi wa gereza siku ya kwanza aliwasikia akasema hawa ni vichaua, ni kawaida yao tu. Siku ya pili ni kawaida yao tu. Hawa jamaa wanapigaga kelele kila ikifika hivyo. But one time nguvu za Mungu zikashuka, wakafunguliwa. Ushuhuda wako una uwezo wa kuleta utukufu mkubwa sana mbele za Mungu ikiwa watu wanajua yale unayoyapitia. Umeumwa njaa kwa muda mrefu, kila mtu anajua huwa unaumwa njaa. They know huyu mtu amemtumainia Mungu
kwa kipindi hiki, they know. So when God comes for you, Mungu akija kwako, utukufu unakuwa mkubwa sana kuliko kawaida, because everyone knows, ushuhuda wako unajulikana. Jamani, huyu ameonewa sana kwa muda mrefu, alikuwa hivi na hivi na hivi. Nenda kaangalia maandiko yako. Yesu alikuwa anaponya watu wa muda gani? Watu wa namna gani? Ukienda kuangalia yule aliyelala kwenye alikuwa na miaka 38 ya? Miaka 38 amelala hapo, ameparalyze. Mwanamke alikuwa anatokwa damu na miaka 12. So long, ushuhuda unaeleweka kwamba huyu ushuhuda wake unaeleweka for this long. You see, wewe you have not kept, hujautunza ushuhuda wako, unataka itokee tu siku moja, afu vitu vitokee tu, yani kwamba siku ambayo utatokea kanisani uinue mikono juu hivi, siku hiyo mambo ya track record iko wapi? Mungu anapata utukufu wapi? Do you get what I'm saying? Wangapi wamesoma habari ya Ana na Penina? Ana na Penina walikuwa wanaenda mwaka kwa mwaka. Sasa Ana alikuwa anaenda kila mwaka kwa ajili ya kuomba, na wakawa wanaenda kila mwaka, but one time she said no, enough is enough, imetosha. Akamwambia Mungu, kinipa mtoto huyu ni wa kwako, you give me this child, huyu ni wa kwako, na akaendelea. So hii ndio sababu unaonaga kuna watu unasema tulikuwa tunamuonaga hapa, tunashangaa tu ghafla kitu gani? Mungu anaangalia utukufu. There is a testimony. Kuna ushuhuda wa huyu mtu ambao umeendelea kuwa persistence kwa miaka na miaka. Watu wanamuona. Tulikuwa tunamwangaliaga huyu mama, jamani, alianza hivi kidogo kidogo, anauza hivyo, anaenda anajituma, maskini mwenye Mungu kamkumbuka. Mungu hata kukumbuka wewe kwa sababu wewe ni mlokole. God will remember you because in your life, katika maisha yako ana uwezo kujitwalia utukufu. Kuna watu hawaombi sana kama wewe. Kuna watu hawana huo muda kama wewe ulionao warama shekete, usiku mzima unakesha. But kitu wanachokifanya ni waaminifu kwenye kila wanachokifanya, sio wezi, hawaibii watu. Maskini wanaishi maisha yao low key. Wako low key. Kawaida tu. Wakitumwa bidhaa na wateja wanazipeleka na wanazifikisha kwa wakati. Mungu anawaangalia, anasema huyu tagusa maisha yake, na anagusa maisha yao. So wewe umekaa na wokovu wako na tabu zinaendelea kupiga wai kwa sababu ushuhuda wako is not consistent. Ushuhuda wako hauna discipline. Huwezi kuulinda ushuhuda wako, huwezi kuupigania for so long. Umeomba siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, umechoka, you're like Mungu, nimeomba hata wewe mwenyewe unajua nimechoka. What happened? Ni kwa sababu kuna kitu haukukifanya kwa consistent, kwa muendelezo, lakini pia kwa discipline. May the Lord God of heavens bless you. Mungu akubariki na akusaidia, akafungue ufahamu wako ili ukapate kujua ya kwamba ushuhuda ambao Mungu amekupa wa wokovu wako sio kwa ajili yako, ni kwa ajili yake. Ya kwamba utautunza, utaulinda kila unapoenda, kila unapoingia. People will know mtu wa Mungu amefika. Watu watakuona na watasema ninyi ni chumvi ya dunia. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kila utakapoingia, kila utakapotoka, utakuwa unaacha impact. Kwa nini? Kwa sababu ya ushuhuda ulio nao. Shall we pray? Father, in the mighty name of Jesus, we thank you. Mungu, tunakushukuru. Asante kwa neno lako tumesikia. We bless you. We bless you. Tujalie Mungu kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Tujalie Mungu kufanya kwa kadiri ya huruma zako. Mungu, katufadhili na utusaidie, ili Mungu utakapofika wakati wako wa kututembelea, wa kutukumbuka, ukatukute Mungu tumekuwa tunaofaa, tukawe wale tunaofaa. Those whom, oh God, you can present to yourself without spot. Wale ambao Mungu na uwezo wa kujitwalia na kujivunia. Kama vile ambavyo Ayubu alikuwa anatoa sadaka zake kwa ajili ya watoto wake, kwa ajili ya watoto wake, ili Mungu asikosee wewe. Nawe Mungu kafika wakati ukajivunia Ayubu. Tunaomba Mungu ushuhuda huo ukawe kwetu pia. Kila mmoja kwa kadiri ya neema ambayo umempa, Mungu akaweze kusimama kutetea ushuhuda wa wokovu uliompa,
ili Mungu kapate kujitwalia utukufu katika dunia yote, maana wewe Mungu ni Mungu uliyetukuka sana. We bless you and we thank you. Tusaidie Mungu, tulinde. Ninaomba kwa ajili ya fahamu za watoto wako. Ninaomba Mungu kwa ajili ya akili za watoto wako, zikafanikiwe katika kila eneo. Mungu kawalinde, ukawasaidie, macho yao yakafunguliwe. Neno lako linasema ya kwamba yeyote atakaye kukiri mbele za watu, Yesu unasema utamkiri mbele za Baba yako. Ni maombi yangu ya kwamba Mungu ukatupatia ujasiri, kila mmoja akakukiri mbele za watu, ili Mungu ifike mahali ambapo tutaweza kusimama mbele za watu na kukukiri ya kwamba wewe ndiye Baba yetu, wala hatuna Mungu mwingine ila wewe. Mungu tusaidie kusimama kwenye makusudi yako. Tulinde, tusaidie, damu ya Yesu ikatuhifadhi. Roho wako Mtakatifu akatufundishe zaidi ya hapa Mungu, zaidi ya hapa. Ile mbegu ambayo imeachiliwa ikazae matunda katika moyo wa kila mmoja, ili Mungu shuhuda zetu sisi tukawe wakina Dorcas, sisi tukawe wale watu ambao Mungu mahali popote, hata kama tutakuwa hatupo, ikaonekane ya kwamba mtumishi wako alikuweko hapa na sasa hayupo. Mungu ikajulikane kwa sababu ya vile ambavyo tutajibeba, kwa vile ambavyo Mungu tutalibeba jina lako kwa uaminifu wote. We thank you and we bless you. Tusaidie Mungu, linda watoto wako na utuhifadhi katika jina la Yesu Kristo. Nirehemu mtumishi wako, mahali ambapo Mungu sikuzungumza sawa sawa na makusudi yako, nisamehe. Nirehemu, release your grace, nisafishe, nitakase, ili Mungu nikapate kuyanena yote sawa sawa na mapenzi yako. I bless your name and I thank you. Mungu ninakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya hao ambao wamehudhuria, tunakubariki. Amen and amen.